hapa kwa ajili ya kuona kwamba unapokea mambo mazuri ambayo namna hiyo unahitaji kuweza kupokea asubuhi namna hii. Yaani niko hapa kuona kwamba nahakikisha kwamba unaanza siku yako katika njia ambayo inapendeza sana. Asubuhi njema hii pote pale ulipo, uko na kina nani, unafanya nini, na ni lipi ambalo nayo mnakumbana nalo. Mambo ni mengi sana, lakini namna hiyo ujitie katika mnazo ya kujua kwamba haya hata kama ni mengi namna hiyo una uwezo wa kufika mbali katika hatua zako za maisha. Wakati huu basi tupokee taarifa ya habari. Moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Kueleza kwamba tupokee taarifa ya habari ili uweze kufahamu mawili matatu ambayo yamejiri kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Linalokadiriwa vizuri, wakubali kwa hiari ama kwa kutumia nguvu, wanapaswa kusalimisha silaha zao. Kazi yetu ni kuangamiza maadui wote na makundi yote yenye silaha ya kigeni yaliyoko kwenye ardhi yetu, na hii inaambatana na makubaliano ya Washington. Ndio sababu tunazindua operation hizi. Kuna hatua za kuheshimu kama FARDC. FDLR wenyewe wamehimizwa kukubali kujisalimisha. Hatuhitaji umwagaji damu. Wanapaswa kujisalimisha na kurejea katika nchi yao. Taifa lao ni Rwanda. Operesheni hii ni katika harakati za kutekeleza mkataba wa amani wa Washington kati ya serikali ya Kinshasa na Kigali kuhusu namna ya kuwakabili waasi hao wa FDLR. Mwanahabari wa Uganda Arnold Anthony Mukose anaripotiwa kutekwa siku ya Jumapili na watu wasiojulikana nje ya lango kuu la redio ya Metro FM baada yake kuona kipindi cha redio kilichokuwa kinajadili hatua ya mahakama kufuta baadhi ya vipengele kwenye sheria ya matumizi mabaya ya kompyuta. Kulingana na mashuhuda, Mukose alilazimishwa kuingia kwenye gari aina ya Toyota Noah kabla ya kuondoka naye, tukio ambalo muungano wa wanahabari nchini humo umelaani na kutaka kuachiliwa kwa mwanahabari huyo. Tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kuanzia leo inazindua zoezi endelevu la kujiandikisha kwa wapiga kura wapya wapatao zaidi ya milioni 2.5 kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Hilary Ingati na maelezo zaidi. Mwenyekiti wa tume hiyo Erastus Ethokon amesema zoezi hilo litafanyika nchi nzima na wanaolengwa ni vijana ambao hawajawahi kupiga kura. Katika mchakato huu, tume hiyo inasema zoezi hili litaondoka kwenye maeneo bunge kwenda mitaani na vijijini kuwapata wapiga kura wapya. Aidha, vituo vya kujiandikisha pia vitakuwa katika vyuo vikuu na vile vya kati ili kuwapa vijana zaidi nafasi. Hatua hii inakuja wakati wanaharakati vijana nchini Kenya maarufu kama Gen Z wakianzisha vuguvugu wanaloliita Niko Kadi kuhamasisha vijana kujitokeza na kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura. Kenya itakuwa na uchaguzi mkuu mwezi Agosti mwaka ujao, ambapo wapiga kura watachagua rais, magavana, maseneta, wabunge na wawakilishi wa wanawake. Takriban raia 14 wakiwemo wanawake na watoto waliuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa baada ya mashambulio makali yaliyoratibiwa na wapiganaji wa RSF pamoja na vikosi vya Sudan People's Liberation Movement North yaliyolenga mji wa Diling kusini mwa Kordofan. Jeshi la Sudan linaripotiwa kuzuia shambulio kubwa lililotekelezwa siku ya Jumamosi kwa lengo la kuteka mji wa Diling, mji wa pili kwa ukubwa katika jimbo hilo. Victor Moturi na kujuza mada ya habari rafiki. Hivi karibuni jiji la Kampala nchini Uganda lilitangaza makataa ya siku 20 kwa wamiliki wa magari ya usafiri wa umma kuondoa magari yaliyochakaa barabarani, mamlaka zikisema lengo ni kupunguza ajali na uchafuzi wa hali ya hewa mjini. Tunamuuliza msikilizaji, nchi nyingine za Afrika Mashariki zinapaswa kuiga mpango huu? Na kwenye jiji lake hali ya magari ikoje, hasa yale ya umma? Ashiriki kwa kutuma ujumbe wake wa sauti kwa nambari yetu WhatsApp _254 110 000 420.
Licha ya nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kukataa kumuunga mkono rais wa zamani Macky Sall kugombea nafasi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ili kuchukua Antonio Guterres, kiongozi huyo ameendelea kwa nafasi hiyo. Undani wa taarifa hii na Ruben Lukumbu. Ya taarifa kwa vyombo vya habari, timu ya mawasiliano Sall inaelezea kwamba ugombea wake wa kumrithi Mreno Antonio Guterres unaendelea. 20 wanachama wa Umoja wa Afrika AU ambazo hazikutajwa kupinga huyu wa zamani aliyeiongoza Senegal kuanzia mwaka wa 2012 hadi mwaka wa 2024 na ambaye pia hakuungwa mkono hata na nchi yake. Sall anashutumiwa kwa usimamizi mbaya wa nchi yake baada ya kuyazima kwa nguvu zote maandamano ya kisiasa yaliyosababisha vifo vingi vya raia. Wandani wake miongoni mwao Seydou Gueye, msemaji wa zamani wa rais wa Senegal na mwanachama wa chama cha Macky Sall APR, ameiambia idhaa ya RFI kwamba walioandika barua ya kumharibia sifa bwana Macky Sall hawaelewi kikamilifu taratibu na sheria za mashirika ya kimataifa, na kaongeza kuwa nchi 36 kati ya 54 za Afrika zimeonyesha kumuunga mkono Macky Sall. Nchini Libya, shughuli katika kitalu cha mafuta cha Sharara zinatarajiwa kurejelewa kama kawaida ndani ya saa 48, tangazo linalojiri baada ya kitalu hicho kufungwa kutokana na mlipuko uliotokea mapema mwezi huu. Nchi ya Algeria imetangaza siku 3 ya maombolezo ya kitaifa baada ya kifo cha mwanajeshi wa zamani Lamine Zeroual aliyehudumu kama rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 1994 na 1999, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 84. Matangazo haya yanaendelea kwenye YouTube, WhatsApp channel, TikTok na pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook RFI Kiswahili. Rais wa Marekani Donald Trump sasa anatishia kuchukua mafuta ya Iran na kwenda mbali zaidi na kudhibiti kisiwa cha Kurg kinachozalisha bidhaa hiyo, wakati vita vikiendelea Mashariki ya Kati. Victor Abuso na maelezo zaidi. Akihojiwa na jarida la Financial Times, Trump amesema Marekani ikiamua inaweza kuchukua kisiwa hicho kwa urahisi na kwa haraka. Aidha, kiongozi huyo wa Marekani amesema anaamini mashambulizi ambayo yamekuwa yakiendelea yamefanikisha mabadiliko ya utawala nchini Iran na kusisitiza kwamba uongozi wa sasa unataka mkataba ili vita viishe. Iran nayo imetishia kushambulia vyuo vikuu vya Marekani kwenye nchi za ukanda wa Mashariki ya Kati pamoja na makazi ya maafisa wake na wale wa Israeli. Wakati hayo yakijiri, bei ya mafuta imeendelea kupanda tena siku ya Jumatatu katika soko la kimataifa kwa sababu ya vita vinavyoendelea. Bei hiyo imepanda kwa 3%, ambapo pipa moja la mafuta linauzwa kwa dola 119. Tangu Iran ilipofunga mlango wa bahari wa Hormuz, meli zinazosafirisha mafuta na gesi kupitia eneo hilo zimekwama na kusababisha kupanda bei kwa bidhaa hiyo muhimu kwa sababu ya uhaba wake katika mataifa mbalimbali. Spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ameshtumu Marekani kwa kupanga kutuma wanajeshi wa ardhini, kitu ambacho Rais Donald Trump amesema kinawezekana. Dominic Wabala ni mchambuzi wa masuala ya usalama, anatathmini uwezekano wa kutumwa kwa vikosi vya ardhini vya Marekani nchini Iran. Rais wa Marekani Donald Trump amesema sio mara moja, sio mara mbili, mara kadhaa kuwa wanajitayarisha kupeleka wanajeshi wake Iran. Tumeona dalili za kupeleka wanajeshi kule. Tumeona wameitisha vikosi kadhaa vya wanajeshi wa Marekani. Pia tumeona jeshi la Iran likisema limekuwa likiwatarajia na linawangojea kukabiliana na wao. Ikiwa Marekani watajipeleka kule, kutakuwa na makabiliano makali sana. Sauti yake Dominic Wabala, mchambuzi wa masuala ya usalama, akiwa jijini Nairobi. Pakistan imesema kwamba inajiandaa kwa mwenyeji wa mazungumzo ya amani ili kukomesha mzozo wa Iran katika siku zijazo.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu ameagiza jeshi la nchi yake kuzidisha operesheni kusini mwa Lebanon, wakati mvutano wa kikanda ukiongezeka kutokana na vita vya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Na kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Lebanon kimetangaza kuuawa kwa mwanajeshi wake mmoja aliuawa wakati wa kombora katika moja ya maeneo yake. Dakika 40 baada ya saa 2 asubuhi Afrika Mashariki. Karibu tena Victor Abuso na habari za michezo. Naam, asante sana mwenzangu Mizlet. Katibu mkuu wa shirikisho la soka barani Afrika CAF Veron Mosengo Omba amejiuzulu nafasi yake, wakati huu uongozi wa soka barani Afrika ukikumbwa na changamoto kubwa ya uaminifu. Omba ni raia wa Uswizi mwenye asili ya DRC. Amesema kwamba ameacha nafasi hiyo, lakini amekuwa akikabiliwa na suala la uongozi tata, hasa baada ya Senegal kupokonywa ubingwa wa taji la AFCON na kukabidhiwa kwa Morocco. Na sasa rais wa CAF Bwana Patrice Motsepe amemtangaza Samson Adamu kwamba atakuwa kaimu katibu mkuu wa shirikisho hilo, akisema kwamba Omba mwenye umri wa miaka 66 muda wake pia wa kustaafu umekuwa umefika. Hii inaweza kuwa ni ishara ya mvutano ambao unaendelea ndani ya CAF, hasa baada ya ile uamuzi wa kuipokonya Senegal. Hakika tunakumbuka Motsepe wiki chache zilizopita alisema kwamba uongozi wa soka Afrika unakabiliwa na changamoto ya kuaminiana. Sasa unajua, ukiwa katika nafasi hiyo ya katibu mkuu, ni mtendaji, maamuzi mengi lazima uyafahamu. Lakini tukisalia katika soka ni kwamba kuelekea michuano ya kufuzu kucheza fainali ya AFCON mwaka ujao, kulikuwa na mechi 2 za hatua ya muondoano ama za awali kabisa. Katika hatua ya makundi, na Sudan Kusini imefuzu katika hatua nyingine baada ya kushinda timu ya taifa ya Djibouti kwa jumla 4-1, licha ya jana kupoteza 1-0. Lakini Lesotho nayo pia imefuzu katika hatua hiyo baada ya kushinda Ushelisheli 2-1 katika mechi ya hapo jana. Kesho kutakuwa na mechi kadhaa ambazo zitachezwa. Burundi itacheza na Chad, huku Mauritius cheza na Somalia, na Ethiopia itacheza na Sao Tome and Principe. Eswatini nayo itacheza na Eritrea. Baada ya hatua hii, timu ambazo zilikuwa zimefuzu zitacheza katika hatua ya makundi kutafuta timu ambazo zitafuzu katika mchezo hiyo ya AFCON. Na katika nchi jirani ya Rwanda ni kwamba mashindano ya kimataifa ya kirafiki yanaendelea kati ya timu mbalimbali za taifa katika mchezo wa soka, na jana Tanzania ulishinda Makau mabao 6-0. Hivi leo Kenya itacheza na timu ya taifa ya Grenada. Na katika ligi ya soka kule DRC ni kwamba jana kulikuwa na mechi mbalimbali, lakini klabu ya St. Louis Lupopo na Simba zilitoka sare ya bao 1-1, huku Sanga Balende ikishinda Shinkunku 1-0. Leo kutakuwa na mechi nyingine kati ya Motema Pembe, DC Motema Pembe na AS Vita Club, lakini Don Bosco anacheza na St. Luke. Namni kushukuru Victor Abuso. Shukrani sana. Awamu ya pili, uchambuzi wa magazeti. Karibu tena Ruben Lukumbuka. Asante sana mwenzangu Minzileti Ijai. Nianze uchambuzi wa magazeti na magazeti ya huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Actualite.cd ninaona kwamba ni habari ambayo vile vile imechapishwa katika gazeti la Forum des As. Magazeti haya yameandika habari kuhusu hatua ya naibu kamanda wa kikosi cha jeshi la serikali FARDC Generali Chaligonza Jacques akizindua jana Jumapili msako wa makundi ya FDLR na wapiganaji wengine wenye silaha FDLR ambao bado wako katika ardhi ya Congo DRC. Tukiwa bado kule DRC, gazeti la mtandaoni la grandlacnews.com laandika vita nchini DRC, kukamatwa kwa maafisa wawili wa FARDC wanaoshukiwa kuwa waajiri wa waasi wa AFC M23 katika mkoa wa Grand Katanga. Gazeti la Mwananchi nchini Tanzania huko laandika vigogo watishana mbio za urais
CCM. New Times la Rwanda laandika wanawake kuchukua angalau 30% ya kazi katika miradi ya maji. Gazeti la Taifa Leo ambalo ni gazeti pekee linalochapisha habari zake katika lugha ya Kiswahili nchini Kenya laandika hapa kwa wino uliokolea: Linda Mwananchi watimka mbio, Sifuna na wenzake wapokelewa na umati mkubwa na kuchora taswira ya farasi watatu 2027. Daily Nation laandika habari kuhusu magavana wa anasa kuwekwa wazi. Ni habari ambayo pia imechapishwa katika gazeti la Habari Leo, ikiandika kwa wino uliokolea pia magavana wa anasa waanikwa, picha yao katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Daily Nation. Iwachu la Burundi laandika taarifa ya umma kutoka kwa wasemaji. Serikali ya Burundi bado haijabadilika kuhusu kufungua tena mipaka na Rwanda. The Monitor la Uganda laandika habari huku likimnukuu kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 akisema kwamba Mungu hukataa kusikia maombi ya viongozi wanaopigana na kuchochea vita. Naam, Ruben Lukumbuka, naona muda umeturuhusu kuwa na haya. Shukrani. Tupate makala ya Jua Haki Zako. Jua Haki Zako na Benson Wakoli. Msikilizaji, hujambo na karibu kwenye makala leo ya Jua Haki Zako, makala ambayo siku zote kuelimisha kuhusu haki zako tena za kimsingi. Leo tunaangazia ripoti mpya kuhusu ufadhili wa majanga na mabadiliko ya tabia nchi katika maeneo kame kanda ya Afrika Mashariki, iliyochapishwa na mashirika kadhaa likiwemo shirika la Oxfam. Shabaha yetu leo inalenga taifa la Kenya. Ripoti hii inaonyesha kuwa licha maeneo haya kuathirika zaidi na ukame, mafuriko na mabadiliko ya tabia nchi, bado fedha nyingi hazifiki moja kwa moja kwa wananchi wanaohitaji msaada huu. Swali ni je, jamii za maeneo haya zinashirikishwa kikamilifu na haki yao katika rasilimali hizi inalindwa? Ndiyo maswali tutakuwa tunayajibu kwenye makala haya. Karibu, jina langu ni Bwana Benson Wakoli. Nitazungumza na wadau kadhaa kuhusiana na swala hili. Ripoti ya Oxfam inaonyesha kuwa mfumo wa ufadhili wa mabadiliko ya tabia nchi nchini Kenya bado una changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa uwazi, ushirikishi mdogo wa jamii na utegemezi mkubwa wa fedha kutoka kwa mashirika nje. Kwa mfano, maeneo kame kama vile kaunti ya Kitui, Garissa na Marsabit yanaathiriwa zaidi na ukame wa mara kwa mara, lakini mara nyingi wananchi hawahusishwi katika maamuzi ya jinsi fedha za kukabiliana na majanga zinavyotumika. Hapa nazungumza na Binur Agono, mwanaharakati kutoka jimbo la Marsabit nchini Kenya. Nimesikia kuna pesa nyingi inaenda kwa mashirika badala ya kwenda kwa serikali. Nataka kuuliza, kwani ni jukumu la nani? Ni jukumu la nani kuweza kuendeleza raia? Ni jukumu ya serikali, na washikadau wengine ni kusaidia tu. Kwa hivyo nataka pia kusema ya kwamba kama shirika, pesa za mashirika zinaonekana zinafanya kazi na watu wanafurahia kazi ya mashirika, na ndio wanakimbilia kama first line responders kwa sababu ya ile usaidizi wanatolea. Upande ya serikali naona kuna udhaifu kwa sababu pesa za serikali haijulikani inaenda wapi, kwa sababu mwaka nenda mwaka rudi tunapambana na hali ya kiangazi, hali ya maji kuchukua watu, na hakuna kujitayarisha ama kuwa proactive, tunakuwa reactive kila wakati. Kwa hivyo sisi kama washikadau ni kusaidia tu, jukumu ni la serikali. Wakishindwa pengine wao ndio wapeane mashirika waendelee na kazi. Na pia kuna madai ya ufisadi, rushwa na matumizi mabaya ya rasilimali pia pesa. Nyinyi je, umeshuhudia visa kama hivyo kwenye kaunti ambazo mnatoka, kwamba ufisadi pengine unachangia majanga kama haya, mafuriko kutokabiliwa vilivyo? Nimeshuhudia mambo kama hayo, kwa sababu pesa zote zile zingekuwa za maendeleo zinaingia kwa disaster, na ikiingia kwa disaster haitumiki vile inatakikana, haisaidii vilivyo. Kuna sehemu inatengwa, kuna watu wanatengwa, kuna walemavu, na wenye wanapata hiyo pesa ni evident. Utaweza kuona ukikuja Marsabit, nyumba mzuri ghorofa ukiona inajulikana ni akaunti, gari mzuri ukiona ukiuliza ni akaunti, and yet mshahara ya huyo mtu haiwezi kununua hiyo magari kila wakati. Na wewe ni mwanaharakati pia ni mama.
changamoto gani kubwa kufikia sasa ambazo mnahisi kwamba zinazuia pengine maendeleo kufika kule mashinani baada ya miaka 13 saa hii, miaka 16 saa hii ya ugatuzi? Mara kwa mara pesa hizi kabla haijakuja kuna mpangilio, planning. Na katika hiyo planning ni wenye county tu ndio wanakuwa kwa planning. Washikadau kama sisi, wanaharakati hawako. Kwa hivyo wanajipangia venye wanataka. Na pesa za emergency DRM fund na climate change fund inakuja kwa county. Kila mtu anafanya vile anataka. Hakuna kuwaleta pamoja na kuweza kuaddress hiyo shida kwa umoja. Kwa hivyo shida ile tuko nayo, raia wanatulilia na sisi hatuna uwezo. Pengine uwezo ile tuko nayo ni kidogo tu ya kusaidia wachache. So kama kuna hii pesa, mbona haitumiki kwa njia inayofaa? Wananchi wa kawaida wahusishwaje katika kupanga na kutekeleza pengine mipango ya serikali na kutunga sera? Mara kwa mara wanaitwa kwa planning meeting ama budgeting, na nataka kukuambia bila kuogopa ya kwamba mara nyingi wakiita raia kwa budgeting wanasikiliza na wanaona ni upuzi mtupu, na mara nyingi watu wanatoka kwa hizo mkutano na wanawacha wenye wamekuja kuunini, kwa sababu kaunti yangu watu wengi ni literate, sio ati wataweza kuenda budget session, planning session na nini. Wachache wale educated pia wanakuwa handpicked, ni wachache tu ndio wanaenda, wengine wanabaki, wengine hata hawana habari, information pia haiwafiki. Hizo matare public participation inatangazwa usiku saa 3, nani atakuja mkutano, pengine anatoka mbali na ni vast county, ni county the largest county in Kenya. Yeye mwenye pengine angetaka kuhudhuria hiyo public participation hawezi, kwa sababu masiku zimeisha, ni late. Halafu ni political allies ndio wanakuwa invited, sio raia ya kawaida, na hakuna political allies wanaweza kusema ati wapinge hiyo msaada kwa sababu wanajua chenye wanapata. Lakini wale hawako kwa politics ama wale hawako karibu na serikali watabaki nje. Kabla ni kuachilie, unahisi pengine ni suluhisho zipi za muda mrefu zinastahili kuwekwa ili kuendelea kutegemea misaada, kwamba Afrika wakija serikali itatusaidia, kama ukija serikali itatusaidia? Pengine suluhisho za muda mrefu kama wanaharakati mnazopendekeza ni zipi? Kwa mimi kwanza nataka kusema community ilikuwa inaishi tangu jadi, na kulikuwa na mafuriko na kulikuwa na drought, unaona, na wamekopa na kwa njia zao. So hata hiyo traditional means ya kukop na disasters wao wako naye. Ya pili ni wahusishwe katika mpango, implementation na monitoring ya drought. Waweze kujua ni pesa ngapi iko tayari na wanaweza kusaidiaje. Mengine badala ya kutengeneza darasa ya ECD na pengine kutengeneza vitu kidogo kidogo, waweke pesa kwa infrastructural development na service delivery, mahospitali, shule, barabara, big things, ile inaweza kuzuia mafuriko wakati inakuja, inaweza kuzuia. So watu wakipata development wataweza kujisaidia kwa mafuriko. Kwa mujibu wa utafiti huu, fedha za kukabiliana na majanga serikali zetu zipo, ila mara nyingi hazihusishi kwenye mijadala ya namna kuwasaidia raia wakati wa majanga. Hapa nazungumza na Abdi Gure ambaye ni spika wa bunge la kaunti ya Garissa, moja maeneo ambayo waathirika na majanga nchini Kenya. Suluhu ni kwamba hatusemi kwamba mashirika ya kimataifa hayafai, yanafaa, yanafanya kazi nzuri, lakini sasa wakati umekuwa mwingi sana kwa muda mrefu kwamba haya mashirika ndio yanatekeleza haya majukumu ya kuwasaidia wakati wa majanga, janga. Lakini tumesema kwamba local led, sisi wenyewe katika mashirika ya kitaifa, jamii na serikali yenyewe yajumuike na kuhakikisha kwamba hizi misaada yanapitishwa kwa serikali, kwa jamii na kwa civil society ama mashirika ya kijamii ambayo yanayojua shida za wenyeji zaidi. Naam. Wewe pia ni muhimili wa serikali, sijui tufanye nini ili tusiwe tunasema kwamba ukame ni janga na pia mafuriko ni janga. Mikakati gani tunaweza weka ili kuzuia hizi ripoti za kila mwaka kwamba ni majanga? Nafikiri kwa kusema kweli, kusema kwamba mafuriko na ukame ni janga ni kupotosha. Mimi kulingana na mimi, kwa miaka yangu haya ambayo nimeishi yote, nilikuwa niyaona kila mwaka, miaka nenda miaka rudi, nilikuwa naona kwamba haya janga ya mvua, ukame zinarudia. Kwa hivyo lazima tuwe na mikakati, lazima tuwe na mipangilio maalum ambayo yataweza kuhudumu. Sasa tuwe proactive, zile sehemu ambazo zinakuza kama mimea, zile mashamba, chai, kahawa, ndio yalikuwa yamepewa rasilimali kali ama rasilimali zaidi. Lakini sasa actually kwa kusema kweli, kila serikali ilikuwa na mitazamo yake kuhusu sehemu kame, lakini kwa wakati huu naona mijadala kuhusu kupea nafasi na kupea rasilimali sehemu kame inaonekana
inaonekana kwa hii serikali. Alafu pia serikali ichangie, ihakikisha kwamba kuna hazina rasmi ambayo inashughulikia, ambayo inajulikana kwamba katika kaunti na katika kitaifa lazima kuwe na mikakati ya kudumu, rasilimali ambazo zimetengwa na hazina ambayo ya kudumu. Wataalamu wanasema kuwa hatua za ndani kama upandaji miti stahimili ukame zinaweza kusaidia jamii kujikinga na madhara ya tabia nchi, lakini inahitaji kuungwa mkono na sera na fedha zinazofika moja kwa moja mashinani. Grace Mwende ni mwanaharakati wa mazingira kutoka kaunti ya Kitui, anazungumzia mradi wa serikali ya Kenya wa kupanda miti bilioni 15 kufikia mwaka 2032 ili kujaribu kukabiliana na majanga kama vile ukame pamoja na mafuriko. Kulingana na the initiative ya 15 billion trees by 2032, chenye naweza sema ni kwamba inawezekana, ila tunahitaji kutia bidii. Tunapopanda miti tuweze kuitunza, not just planting, we plant the trees for the future green environment. Environmentalists tuko wengi na ni wengi. Tunapozingatia sana sana mambo ya upanzi wa miti, kutunza mazingira, especially for young people, let's say youths, I can see the change. Kwa jumla, msikilizaji, ripoti hii inasisitiza kuwa haki ya wananchi si tu kupata msaada wakati wa majanga, bali pia kushirikishwa kikamilifu katika maamuzi yanayohusu maisha yao. Ni wakati wa kuhakikisha kuwa fedha za mabadiliko ya tabia nchi zinafika kwa walengwa na zinatumika kwa uwazi. Msikilizaji, yamekuwa makala ya Jua Haki Zako kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio France International. Msimulizi wako mimi ni Benson Wakoli. Hadi makala yajayo juma lijalo ndani ya idhaa hii ya RFI Kiswahili. Kwa heri. Msikilizaji, hivi karibuni jiji la Kampala nchini Uganda lilitangaza makataa ya siku 20 kwa wamiliki wa magari ya usafiri wa umma kuondoa magari yaliyochakaa barabarani, mamlaka zikisema lengo ni kupunguza ajali na uchafuzi wa hali ya hewa mjini. Tunakuuliza, nchi nyingine za Afrika Mashariki zinapaswa kuiga mpango huu? Kwenye jiji lako hali ya magari ikoje, hasa yale ya umma? Shiriki kwa kutuma ujumbe wako wa sauti kwenda nambari yetu WhatsApp +254 110 000 420. Na msikilizaji, matangazo yetu awamu ya pili yamefikia tamati. Asante sana Milzet Ijaye hapo hivi kwa kutuelekeza vizuri katika matangazo ya asubuhi. Haya, wakati huu basi tupokoe kiziba mkonga kabla tujaweza kutamatisha awamu hiyo, msikilizaji, ambayo imekuwa mzuri tu kukupatia fursa ya kuweza kufahamu yale ambayo yanajiri katika maeneo tofauti duniani. Simama na kitu hiki kufikia malengo yetu ya uratibu. Enda pale kwenye ukuta wa Facebook, kuna link ya PayPal, ifuatilie hadi kwenye ukuta wa PayPal. Hapo utapata maelekezo zaidi jinsi utakavyosimama na kitu hiki, na vile vile unaweza kutuma mchango wako iwapo una account ya PayPal kwa email cantona.online254@gmail.com, cantona.online254@gmail.com. Kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, ukweli na burudani, sikiza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chao kinachokuwa kwa kasi sana duniani, ambapo hili ni jukwaa la ukweli, Afrika halisi, sauti yetu na taswira yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Fahamu kwamba hapa unapokea mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu, vile vile na imani yetu. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa popote ulipo duniani.
Tupokee kiziba mkonga cha sasa. Mmekaa kwenye uchumba miaka kibao. Kila siku anasema anakuja kulete posa, anasita. Mara anakupiga chini, fasta anaoa dada wa kawaida, wakati wewe ulijiona pisi kali. Usiulize eti kosa langu nini, jichunguze. Ulijiona pisi, yeye akaona tabia vipisi. Mmekaa kwenye uchumba miaka kibao. Kila siku anasema anakuja kulete posa, anasita. Mara anakupiga chini, fasta anaoa mdada wa kawaida tu, wakati wewe ulijiona pisi kali. Usijiulize eti kosa lako lipi, jichunguze. Ulijiona pisi, yeye akaona tabia vipisi. Ndio maana kila wakati mimi huangalia hivi sana. Hiki ni kitendawili. Kama kwenye ndoa kungekuwa kuchungu na hakufai. Ya. Kama kwenye ndoa kungekuwa kuchungu na hakufai, mbona mkitoka na kuwa wapweke, mnajiita single, mnarudi sarandia, mnakuja kusarandia kule wa baba wa watu walioko kwenye ndoa zao, au ndio mnarudi kwa backdoor? Kweli nyoka ana ndugu zake siku hizi. Nyoka ana ndugu zake siku hizi. Na hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.